moyoni kusini. Sasa kama nasikia kusini, maana yake ndivyo vilivyo ndani ya moyo wangu. Sasa vinapojitokeza kwenye mwili nifanye, maana yake ni lazima nisipinge, kwa sababu huyu ni adui anayotaka kunitenganisha mimi na Mungu. Mtu anapokuwa Kristo anaanzisha vita ya dhambi, maana yake upande wake mabaya hayahitajiki kuwa karibu naye. Kwa hiyo anaanza kushindana na dhambi. Anapoona neno lolote la kashifa kwenye kinywa chake, anazuia. Kitendo kile cha kusema sitajibu vibaya, maana yake ameshindana na ile dhambi iliyotaka kumharibia. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine mwili unapoinuka kwamba ukafanya zinaa, unasema nimestakiwi kuzini, nimeokoka, mimi ni Mkristo, zinaa kwangu haitakiwi. Unaposhinda, maana yake umeshinda ile tamaa. Ukishaishinda, ndiye adui unayeshinda naye akikushinda atakutoboa macho ya rohoni. Hautapenda ibada, hautapenda mahubiri, hautapenda kuimba, hautapenda kusikiliza neno, kwa sababu tayari umempa nafasi adui amemiliki maisha yako. Adui unayeshindana naye ni dhambi. Dhambi yoyote inapokujia maishani mwako inakutenganisha na Mungu. Iwe ni dhambi ya unyanyasaji, ni dhambi ya unyimi, ni dhambi ya uongo. Ikifanya tu dhambi ya uongo inakutenga. Haleluya. Mtu akishafanyika kuwa Mkristo, anakuwa ameingia katika vita ya wadui kati yake na dhambi kwa muda wa maisha yake yote ya kuishi hapa duniani. Mtu akishakuwa Mkristo anakuwa ameingia vitani. Maana yake maisha yake yote yatakuwa ya vita. Maisha yake yote ni ya kushinda dhambi. Uko na marafiki zako, unaona kabisa hapa nakwenda kukosea kulingana na kauli za rafiki zangu, basi ishinde dhambi kwa kuondoka mazingira hayo. Haleluya. Ishinde dhambi kwa kukataa hayo yasitokee kwako. Maana huyo ndiye adui ambaye yuko karibu na wewe kuliko adui yoyote. Shetani ni roho, anaweza kumtumia na ndugu uliye naye ili utende dhambi. Sasa ukijua adui yako ni dhambi, alafu unaenda kuingia dhambini, unaingia kwenye mateka. Haleluya. Unajiingiza kwa adui, unaenda kukaa ndani ya adui, alafu unatarajia utoke salama. Hauwezi kutoka ukiwa salama. Mtu akishakuwa Mkristo tu akibatizwa, kazi yake kubwa ni ya kukataa dhambi, ni ya kushindana na dhambi. Anapoona tabia zote za kizambi, za utapeli, uzinzi, chochote kinajitokeza maishani mwake, anakataa, kwa sababu ndiyo maisha alipookoka. Umeokoka kutoka dhambini, haujaokoka kutoka nyumbani uje kanisani. Kuokoka, umeokoka